Sasa kwenye episodi ya kwanza tuliishia pale ambapo ile nyundo ambayo mwamba aliitumia kuua ikakutwa ndani ya nyumba ya yule dada kipofu. Sasa ilifikaje hapa? Basi kwenye episodi hii tutakwenda kuangalia na kujua nini kiliendelea. Usiache kulike video hii, lakini pia kama unataka kusupport tumekuwekea lipa namba hapo, lakini pia wale wanaohitaji kununua movie unaweza ukanicheck WhatsApp kwa namba hiyo hapo kwenye screen yako. Wale ambao wanataka kusupport lipa namba hiyo hapo kwenye screen yako, lakini pia namba ya kununua movie ipo hapo hapo kwenye screen yako. Basi nisiwapotezee muda, usiache kusubscribe, chukua popcorn zako, kaa chini, tulia, tuenzetu. Sasa episode ya pili inaanza na yule mbwa wa yule dada ambaye alikuwa kipofu. Kwenye episode ya kwanza yule mbwa alikuwa akimkimbiza bwana Jack, lakini tunakuja kumuona Jack akiwa yuko chumbani kwake akiwa amejaa damu kila sehemu. Hii nayo inakuwa kama surprise, hatujui nini kilichotokea, lakini tutakwenda kujua nini kilichotokea. Lakini baadaye tunakuja kumuona Jack akiwa amemtembelea mama yake ambaye anamchukua Jack na kwenda naye kanisani. Wakiwa ndani ya kanisa, mama yake anamnong'oneza na kusema kwamba unajua au haujui, kuna mtu alifariki, na sio mmoja, watu wawili walifariki pale kazini kwako, na inaelezwa kabisa kwamba ofisi yenu yamkini ikawa inahusika na hayo mauaji. Kumbuka wako katikati ya ibada, mama yake anamnong'oneza mambo ya namna hiyo. Unajua wale ambao wanapenda kunong'onezana ibadani. Lakini mama yake akasema kwamba chochote kilichotokea kilikuwa ni jambo bora zaidi, kwa sababu mwanaume kama yule ambaye alikuwa ni muuaji alistahili na yeye kuuliwa kwa kifo cha namna hii, na kusema kwamba ule ulikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu aliamua kumwadhibu yule bwana kwa kile kitendo alichokifanya yeye cha mauaji ya watu wengi kwelikweli. Lakini yale maneno wakati mama yake anazungumza, Jack akawa yanamwingia rohoni, kwa sababu anajua aliyefanya mauaji yale ni yeye. Na baada ya kanisani, bwana Jack akawa ametoka na kwenda kununua simu mpya, kwa sababu simu yake ya zamani ilivunjika kwenye ile vurugu iliyotokea. Lakini baadaye tena akatoka pale na kuelekea moja kwa moja kule supermarket na kuendelea na kazi zake bwana. Lakini akiwa pale anafanya kazi, ghafla bwana yule dem ambaye ni kipofu akawa ameingia pale, akamwambia, oya muuza, naomba unipatie pakti moja ya sigara. Jack alivyomuona yule dada bwana, ghafla akaingiwa na ubaridi na hofu kulikweli. Huyu dada akamwambia kwamba nakuona unashtuka usishtuke kaka. Ulizani kwamba mimi ni kipofu mimi ninaona. Akainua miwani yake kidogo na kumwambia kwamba ule usiku niliona kila kitu ulichokifanya, damu ambazo ulizimwaga niliziona, sikuongea chochote pale na nikaamua kuondoka, lakini sasa ni zamu yako kulipa. Akamwambia kwamba najua unaitafuta nyundo yako na hauna hiyo nyundo, na ile nyundo ni kithibitisho tosha cha yale yaliyotokea. Akamwambia sasa ninahitaji 2,000,000 yuan, otherwise utajua nini cha kufanya. Yale maneno yalimshtua bwana Jack vibaya mno, akapaniki vibaya mno, akakimbia kwenda kule dukani bwana ambako alinunua simu. Lengo lake ni kwenda kurudisha ile simu aliyoinunua, apate pesa kwa ajili ya kukava hiyo hela ambayo huyu dada anahitaji. Lakini alipofika pale, muuzaji akakataa, akasema nimekuuzia simu bro, nimekuuzia simu, hairudi hata iwe. Akamwambia kwamba ukitaka kauze kama second hand, unajua tena kama kitu used vile, na unajua simu hata ukinunua siku hiyo hiyo, akasema unaiuza, thamani yake nashuka hapo hapo kudadadeki. Jamaa alivyorudi nyumbani akafungua kompyuta yake na kuangalia akaunti yake na shinga. Akaunti yake ilikuwa na yuan 1,900,000 na ushenzi hivi. So alikuwa anahitaji hela kidogo kuongezea ili aweze kumlipa yule dada. Sasa siku inayofuata akamfuata bosi wake na kumwambia, bosi, tafadhali naomba unipe mshahara advance, nina shida kubwa kulikweli, naomba unisaidie. Bosi wake akamwambia, sikiliza wewe, mimi huwa sitoi kabisa vishika uchumba kabla ya ndoa, yani siwezi nikakupa nusu mshahara kabla ya mwisho wa mwezi. Sasa Jack alivyoondoka pale na huzuni, bosi wake akamwonea huruma bwana. Akiwa njiani hivi akashangaa kuona message ya muamala hiyo nini lakini bado ilikuwa haitoshi. Sasa
Siku inayofuata Jackie akaenda nyumbani kwao. Kuna kitabu cha checkbook ambacho baba yake amekuwa akikitumia kwa ajili ya kusave hela kwa ajili ya Jackie. Na kumbuka baba yake alikuwa anataka Jackie aoe, amnunulie nyumba. Nadhani ndo hizo pesa ambazo baba yake amekuwa akizisave kwa ajili yake. Jamaa akachukua kile kitabu bwana na akakimbia kwenda moja kwa moja mpaka benki. Akatoa hela zote. Sasa baadaye Jackie akiwa amerudi ofisini pale, bosi wake akawa amemuona Jackie akiwa anahangaika sana kule nje. Akamfuata na kumwambia, "Oya, vipi mbona umekuwa unahangaika sana nje leo? Kwani kuna shida gani? Kwa nini hutaki kukaa ndani na kuhudumia wateja ukiwa ndani?" Jackie akamwambia, "Hakuna issue bosi, wala usijali." Lakini bosi wake akamwambia, "Uko nje kuna msichana mmoja hivi amevaa miwani mieusi. Nilihisi kama ananiangalia lakini sijui udem ni kipofu au ni vipi." Sasa Jackie baada ya kusikia yale maneno ya bosi wake akachomoka faster kwenda nje, akamtafuta na kuangalia huku na kule, lakini hakumuona pale. Lakini pale mezani, kwenye ile meza la benchi pale, akakuta kuna pakti ya sigara likiwa empty, halina sigara ndani yake. Na alipoliinua vile akakuta pameandikwa location, yani address, na kumwambia kwamba uje kesho mchana. Sasa kesho bwana Jackie akawa ameenda kwenye eneo la tukio aliloelekezwa na yule demu. Yule msichana akamsalimia na kumletea kahawa pale kwenye kikombe vile vya karatasi vile. Yule demu akiwa pale akamuuliza, "Wewe ni mtu mahiri sana hivi ulimuua na yule mwingine?" Kwa sababu ni watu wawili waliokuwa wamekufa pale. Jackie akageuka na kusema kwamba hapana, sikufanya hivyo. Jackie akaanza kutoa pesa zake zote pale na kuziweka mezani kumhesabia yule demu. Alivyomaliza kuhesabu, yule demu akacheka bwana. Akamwambia, "Sasa sikiliza, nataka nikwambie, kuanzia leo nataka unilipe $2,000,000 yuan kila mwezi." Oh yeah. Ule mwaka akaendelea na kumwambia kwamba umeua mtu wewe. Ulidhani kwamba itakuwa rahisi tu kwamba utatoka na utaishi kirahisi tu, akati umeua mtu. Na sasa akaitoa ile nyundo ikiwa imefungwa vizuri, yani maana yake ushahidi wote uko ndani ya ile nyundo. Na hii nyundo ikawa ndo nyundo ya kumpigia bwana Jackie kwamba whatever happens, udemu atatumia hii nyundo kama ushahidi, yani kwamba huyu jamaa alitumia hii nyundo. Ile nyundo ilikuwa ina DNA test zake, ina fingerprint na vitu vyote kudadadeki. Manake Jackie alikuwa hachomoki kwa lolote hapo. Udemu akamwambia kwamba endapo utaendelea kunilipa, basi siri yetu mimi na wewe itakuwa salama kwelikweli. Akamwambia kwamba mbwa wangu huwa na tabia za kuokota vitu barabarani, na usiku ule mbwa wangu aliniletea hii nyundo ulioitumia wewe kuua. Umeona kwamba mbwa wangu mwenyewe alitaka kunitajirisha kupitia wewe. Jackie pale akapaniki bwana, akaongea kwa hisia kwelikweli, "Dada, yuani $2,000,000 kila mwezi ni haiwezekani." Kwa hasira bwana na umakini kwelikweli, Jackie akampokonya yule dada ile nyundo bwana. Akasema kwamba nimeshakupa pesa na ndio maana ninaichukua hii nyundo. Jackie akiwa anaondoka, udemu akaongea kwa sauti moja hivi ya kishetwaini kwelikweli yani. Akasema, "Wewe, nikiongea ukweli wote mama yako atakufa kama mbwa koko, kwa sababu mama yako atakuwa ameujua ukweli ambao hakuwahi kutarajia huu ukweli, hasa kutoka kwa mtu kama wewe. Ndoa ya dada yako itavunjika mara moja. Mama yako atafukuzwa kanisani. Wewe hata ukiongea vipi kwamba ulikuwa unajitetea ndio maana ukamuua yule jamaa, lakini hakuna atakaye kuona wewe ni mtu mwema. Hata hivyo, hata serikali pia itakufunga jela angalau kwa miaka 15. Akamwambia, "Sikiliza kwanza wewe, mimi ndiye ninayekuokoa wewe kwa ukimya wangu. Nikiongea neno hata moja, basi kwisha habari yako. Haya sasa niambie, unahitaji msaada wangu au hauhitaji?" Na hapa sasa Jackie akawa amegundua huu anaoongea huyu dada ndio ukweli, na huyu demu hatorudi nyuma, ataendelea kumzingua Jackie mpaka pale ambapo Jackie atachoka kabisa, na atamtumia Jackie kama kimbwa chake na kumwendesha kwelikweli. Sasa Jackie ushetani ukamwingia, akasema huyu demu atanitumia vibaya sana. Akamtandika bonge la nyundo kwa kutumia nyundo ile ile iliyoua mtu wa kwanza. Jackie akaua mtu wa pili. Sasa damu zikaanza kumwagika yule msichana hadi pale ambapo mwili ukaacha roho. Jackie akakusanya pesa zake zote alizozileta hapo, akachukua nyundo yake na akachomoka pale kimya 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 kudadadeki. Sasa akati anaondoka bwana, shida ikaja ni kwamba
alikuwa anafungua milango bila kutumia akili. Jaki akaacha damu zilizokuwa zimemwagikia mikononi, akaacha alama kwenye mlango bwana. Sasa mbwa yule demu bwana alivyofika pale akakuta bosi wake amefariki, akalamba damu, akaanza kuhuzunika kwelikweli. Siku zikawa zimepita, kumbe bwana kila siku kuna jamaa huwa anawaletea maziwa pale nyumbani, na kwa sababu ilikuwa ni bili ya maziwa, basi akawa analeta kila siku. Akashangaa, mbona haya maziwa kila siku ninaleta lakini hayaingizwi ndani, hayachukuliwi, kwani kumetokea nini? Basi siku ile akaamua kuchungulia ndani ni nini kinachoendelea mle ndani. Ile kuchungulia, akaona mwili unaning'inia bwana, akaita polisi. Sasa polisi wakaja pale na Detective Dani akawa amefika eneo la tukio akiwa na watu wake. Sasa akiwa pale na anaendelea kuangalia vitu, Detective Park akaja na kumwambia kwamba, oya bwana Dani, vipi kuhusu huyu mbwa sasa? Kwa sababu huyu mbwa kwa siku alizokaa hapa na huyu dada aliyekuwa anamlea huyu mbwa akawa na njaa kwelikweli, kwa sababu hamna mtu anayempa chakula tena. Akaanza kulamba ile damu ya yule dada pale, ikawa ndo kama chakula chake kuanzia siku ile, na kuanza kula nyama ya yule dada kidogo kidogo yani. Sasa wakati wanamuita yule mbwa pale bwana, ghafla kuna kitu cha ajabu kikatokea bwana. Yule mbwa akaanza kufukua sehemu bwana pale pale kwenye ile eneo. Akati anafukua yule mbwa, na wao wakaanza kumsaidia kufukua, wakakuta kuna fuvu la kichwa. Sasa hapa ndo nambo anza kujua kwamba huyu dem naye yamkini hakuwa mtu wa kawaida. Na lile fuvu la kichwa lilivyofukuliwa pale, kumbe halikuwa moja, yalikuwa mawili kudadadeki. Sasa askari walivyorudi kituoni wakafanya kikao kikubwa, kwa sababu ile haikuwa hali ya kawaida hata kidogo, na wakazungumza pale na kusema kwamba tumeshaichukua hizo fuvu zote mbili na kuzipeleka kwenye vipimo zaidi, na pale ambapo tutapata majibu basi tutaelezea ni nini kilichotokea. Sasa kabla hujafika mbali, kama kuna movie ambayo unaipenda kwenye chaneli yetu, na hiyo movie imefichwa vitu vingi, unajua mambo ya mayonnaise huwezi ukaonyesha hapa YouTube. Sasa kama wewe ungependa kuipata hiyo movie, basi utatuambia na tutakuuzia hiyo movie. Utatuma message WhatsApp kwenye namba hiyo hapo kwamba bwana, mimi hiyo movie hiyo ninaipenda sana. Unajua movie kadhaa ambazo tuna post ambazo zina mayonnaise nyingi huwa tunatoa ili YouTube wasije wakatufungia channel. Sasa mbona niwaambie mashabiki zangu wale ambao mnapenda movie za namna hiyo, sio movie hizo tu, hata movie za kawaida, series unataka na movie nyinginezo unazozifahamu wewe lakini hujazipata, unaweza ukanitafuta na ukanambia, mimi nikakutafutia hiyo movie na nikakupatia. Na vipi? Sasa upande wa pili, siku 4 sasa zimepita tangu mauaji ya pili aliyoyafanya kijana wetu Jaki. Na Jaki yeye amejifungia nyumbani kwake, chumbani kwake bwana, na akiwa anaogopa na hofu. Siku ya 4 sasa hajala, hajanywa maji, hana chochote mle ndani. Na siku hiyo ndo amegundua kwamba kumbe mtu anaweza kukaa siku 4 bila kula na bila kufa yani. Lakini marafiki zake wamekuwa wanampigia sana simu mara 32, na simu ya mwisho kabisa rafiki yake anapiga, Jaki akaiangalia na akashindwa kabisa kuipokea. Lakini akiona yuko pale bwana, kichwani mwake picha zinatembea kwamba mimi nimefanya mauaji, kwa nini polisi hawajaja kunikamata? Sasa upande wa pili bwana, polisi wakiwa na ripoti mpya, na kwenye ripoti ikaonyesha kwamba huyu mbwa kwa sababu ya njaa aliyokuwa nayo alilamba kila sehemu ambapo palikuwa pana damu bwana, na hawakuweza kupata fingerprint yoyote ya mtu aliyefanya yale mauaji. Kumbe hata kwenye kile kitasa ambacho kijana wetu aliacha damu, yule mbwa alilamba bwana, akawa amemuokoa kijana wetu. Yule mbwa akachukuliwa na kupeleka kituo cha polisi bwana, na mkuu wa kituo pale akawa amekasirika kweli, akamkasirikia bwana Park na kusema kwamba huyu mbwa ni mla nyama za binadamu, anaweza kumla mtu yeyote kuanzia sasa, kwa sababu amesha penda nyama ya binadamu. Amemla yule dada sana kweli, hatakiwi huyu mbwa kuwa hapa hata kidogo. Sasa upande wa pili, Jaki mawazo ya hovyo yakamwingia bwana, na mawazo mazito, stress, anxiety na vitu kama hivyo vikamjaa kweli. Jaki akaamua kujinyonga, anajiandaa kujiua. Lakini ghafla bwana, mlango kagongwa, bam. Marafiki zake wamefika hapo, wanaogopa kweli, huyu jamani nini kimempata? Sasa
Jackie akafungua mlango kidogo na kutoa hela na kumwambia, bwana, sikia, chukua hela zako unazonidai na ondoka, niache hapa nyumbani. Rafiki yake akamwambia, sikiliza Jackie bwana, mimi sijaja hapa kwa ajili ya kuchukua hela. Nimekuja kukuangalia kwa sababu sijakuona na ninahitaji msaada. Nilikuwa nina hofu kwelikweli. Hupokei simu zangu Jackie. Nikanajiuliza kuna shida gani? Sasa usiku ule wakati bwana Detective Park akiwa amefanya kazi mpaka analala ofisini yani. Bosi wake kama amekuja na kumletea barua pale. Akamwambia kwamba mchukue huyu mbwa mpeleke hii sehemu, na kuambia kwamba utakapompeleka hapo, wakiamua kuendelea kuishi naye huyo mbwa au wakamuua, hayo yatakuwa maamuzi yao. Na unajua polisi tena, ukipewa oda na bosi wako lazima uifanye hata kama ulikuwa una wasiwasi nayo yani. Jamaa akamwambia, sasa bosi, maana yake unataka unishirikishe hii dhambi ya kumuua huyo mbwa au unamaanisha nini bosi? Lakini oda ni oda, unajua mabosi tena. Sasa kuna kitu kikatokea wakiwa wako njiani wanatembea na yule mbwa bwana. Ghafla huyu mbwa akawa amesikia harufu ya Jackie bwana kutokea barabarani kudadadeki. Jackie alikuwa yuko chumbani kwake anasikiliza nyimbo za huzuni na nini, stress zimemjaa kulikweli. Huyu mbwa akaanza kuforce kuelekea upande ule ambao Jackie yupo. Basi bwana Paki akamwambia kwamba, sikiliza bwana, wewe mbwa, usijali, mimi nakuchukua naenda na wewe nyumbani, wala sikupeleki ukauliwe. Sasa upande wa pili tunaona wale vijana ambao Detective Dani aliwazingua sana kwenye episode ya kwanza. Baada ya kumletea uhuni bwana. Sasa wakanataka kulipiza kisasi. Sasa madogo hawa wakavunja chupa za bia bwana na kwenda kumtoboa Detective Park tumboni bwana. Mbwa akakimbia kwa hofu kwelikweli. Wakati wapuuzi na wenyewe wameshamuumiza huyu detective na wao wamekimbia. Sasa at the same time bwana, muda huo bwana Jackie naye kama ameamua sasa, amehairisha kujiua, ameamua kutoka angalau apate hewa, akanywa hata supu mgawani kidogo. Na kwa mara ya kwanza akashika simu yake na kuingia kusoma news, taarifa za habari bwana. Akakutana na habari nzito kwelikweli ambayo inamzungumzia yule demu aliyefariki. Inasemekana kwamba yule demu aliua wazazi wake wote wawili na akawazika kwenye bustani pale nyumbani kwao. Na Jackie hapa kaongea moyoni mwake kwamba mimi imekuwaje? Nimeua watu wawili bila kutegemea na wote walikuwa ni watu wabaya. Na kwa bahati mbaya hakuna evidence yoyote iliyopatikana kuhusu Jackie kwenye tukio la kwanza, wala evidence yoyote iliyopatikana kuhusu Jackie kwenye tukio la pili kudadadeki. Akajiona mtu wa bahati kwelikweli na kusema kwamba nadhani Mungu yuko upande wangu. Siku ile mama alinipeleka kanisani, Mungu akawa ameniokoa kwelikweli. Sasa upande wa pili wale madogo wale wahuni wale Bantu pamoja na Chantu wakaanza kulaumiana pale kwa kumchoma yule askari bwana. Sasa wakiwa wanabishana pale, ghafla wakamuona Jackie mbele yao. Wakaanza kumsogelea bwana, na Jackie alivyowaona hivi akaona damu kwenye nguo zao, na ndipo alipogundua kwamba hawa sio watu wazuri. Na ile feeling aliyoipata siku ya kwanza alivyokutana na yule jamaa kabla hajamuua, ndio feeling hiyo ambayo anaipata sasa hivi. Ghafla Jackie akapata signals moyoni mwake kwamba hawa wawili wanatakiwa kuuliwa pia. Ilipofika asubuhi, miili ya wapuuzi wawili ikaokotwa, yani mwili wa Chantu pamoja na Bantu. Lakini this time around upande wa pili Jackie alikuwa amezimia chumbani kwake. Ili anazinduka kutoka kwenye kuzimia, akashangaa sana kujiona yuko ndani kwake na kujiuliza kwamba ilikuwaje nimekuja hapa, nilitokaje kule ambako nilikuwa na wale jamaa. Na chini kwenye floor kulikuwa kuna kitofa na nyundo vikiwa vimejaa damu kwelikweli, na kipande cha karatasi pamoja na kipande cha sigara. Na kwenye kile karatasi kilikuwa kumeandikwa kwamba ukihitaji msaada tutumie message kwenye Telegram. Na hiyo message iliachwa na watu ambao wanaonekana walimbeba Jackie akiwa amezimia na kumpeleka nyumbani kwake. Jackie akaanza kujiuliza, hawa ni watu gani? Kama unataka kujua hawa watu ni watu gani na ni wakina nani, walifanya nini, basi usiache kuangalia episode inayofuata, episode ya 3. Sasa ninawaletea kipengele kipya ambacho tutakuwa tunawapa mashavu, yani tunawashukuru na kusoma messages za wale ambao wamekuwa wanatuchangia kwenye lipa namba yetu hapo. Sasa huyu anaitwa bwana George, anasema mimi naitwa George, nipo Mbeya. Asante sana kaka kwa filamu zako, ni kali. Chukua buku hilo kaka
kunywa soda. Oya George, asante sana mwanangu. Buku ni kubwa kinoma noma George. Message ya pili imetoka kwa mwamba anaitwa Salehe. Yeye yuko Kinondoni huko. Anasema kaka, asante sana kwa movie kali sana. Nimekuwekea hela ya vocha hapo kaka. Unatusaidia kutoa stress. Anasema Salehe hapa kutoka Kino. Amesema ameandika Niko lakini nadhani alikuwa anamaanisha Kinondoni au vipi? Huyu Salehe bwana amenitumia shilingi 5,000. Asante sana mwamba Salehe. Na mtu wa tatu ni mdada huyu kutoka Zanzibar. Anasema mimi natokea Zanzibar. Asante kaka, watufurahisha sana na mayonnaise. Hela yangu umeona. Zulfa hapa, natokea Unguja. Basi asante sana walio tusababishia leo, walikuwa ni watu watatu tu, na ninawashukuru kweli kweli. Kwa wale ambao wangependa kuendelea kutuchangia kwa ajili ya kazi hii tunayofanyia, basi unaweza ukaweka chochote kitu kwenye lipa namba, alafu ukatuma message kwenye namba yetu ya WhatsApp na tutasoma message zenu ninyi nyote ambao mmekuwa mnatuchangia au vipsikia. Ninawapenda ile kinoma noma ya